Katika mambo yanayozuliwa katika mwezi huu wa Rajab na katika masiku haya ni jambo zima la al-ihtifalu bilailati al-Isra wal Mi'raj. Mambo yanayozuliwa katika mwezi wa Rajab ni mengi na kunasibishwa katika dini ya Uislamu ni mengi. Miongoni mwa hayo tena yanayohamasishwa ni jambo la kusherehekea usiku wa safari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka mpaka Falastini, kisha akatolewa Falastini kwenda mbinguni. Usiku huu kuna baadhi ya Waislamu wanasherehekea kwa kusanyika misikitini, kwa kusoma Qur'ani, kisha kusoma mashairi mbalimbali, kusoma kisa cha al-Isra wal Mi'raj, wakiitakidi kusherehekea na kuhuisha usiku huo. Kwa kuyafanya hayo, ndani yake kuna ubora, kuna thawabu, kuna ujira, kuna malipo, na hilo ni katika kila mwezi wa Rajab, katika kila mwaka. Katika jambo hili kuna upotevu mkubwa uliofanywa, kuna upotoshaji mkubwa ambao unafanywa na duatu su. Upotoshaji wa kwanza kuhusu kisa cha al-Isra wal Mi'raj, wanadai kwamba ahlus sunnati wal jamaa wanasema kisa hichi na kusimuliana kisa hichi ni uzushi. Huu ni upotoshaji ambao unafanywa na baadhi ya walinganizi waovu. Hakuna yoyote katika wasomi wa dini anayeweza kuthubutu kusema kwamba kisa hichi hakijathibiti au kusimuliana kisa hichi cha al-Isra wal Mi'raj ni uzushi, isipokuwa muanidun mukabir, kwa sababu ni kisa ambacho kimethibiti ndani ya Qur'an, ni kisa kilichothibiti ndani ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amekisimulia ndani ya Qur'an na Mtume amewasimulia masahaba zake, na hadithi ziko wazi, isipokuwa kuna baadhi ya mambo yanazidishwa ambayo si ya kweli. Haya ndio ambayo yanakemewa, na ikiwa wanakusudia kuwa ahlus sunnati wal jamaa wanasema kusimuliana kisa hichi na kuitakidi ubora na fadhila katika hilo kila mwezi wa Rajab, ikawa kila mwezi wa Rajab ndio utaona watu wanakusanyika misikitini, katika halakat, katika vikao mbalimbali, wengine wakiasha mishumaa, wake kwa waume, wakianza kusimuliana. Vikao hivi vinakuwa mwezi wa Rajab peke yake, kila mwaka huyaoni hayo katika miezi mingine au vikao vingine vya kawaida. Naam, hilo ni bid'a. Kufanya hivyo na kuitakidi hayo, huo ni uzushi. Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha hujja yoyote katika hilo. Kisa cha Isra wal Mi'raj ni kisa kilichothibiti na ni kisa ambacho tunasimuliwa na mashekhe zetu katika vikao mbalimbali vya elimu, wala haifai kuhusisha ubora maalum kwamba hilo lifanyike mwezi wa Rajab peke yake, ikawa watu miezi mingine hawafanyi hayo. Hilo ndo ambalo ni uzushi. Upotoshaji wa pili ni kuhusu kusherehekea usiku huu wa al-Isra wal Mi'raj. Upotoshaji huu unafanywa kwa kuainisha kwamba tukio hili limetokea ndani ya mwezi wa Rajab, bali wengine wanasema mpaka siku ni usiku wa 27. Hili jambo si jambo la sawa sawa, kuainisha kuwa tukio hili la Isra wal Mi'raj na kujazimisha moja kwa moja kuwa ni tukio ambalo limetokea ndani ya mwezi wa Rajab, sio miezi mingine, ndani ya usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab. Hayo ni makosa, na hiyo ni ainul kadhib, ni uongo wa wazi.
kwa sababu nukuu mapokezi yote yaliyokuja kuainisha ni mapokezi yaliyokuwa dhaifu, na ni mapokezi mukhtalifa, yamekuja kwa namna mbalimbali. Mingine anasema ni mwezi wa Ramadhan, mingine anasema ni mwezi wa Shawwal, mingine anasema ni mwezi wa Rabiul Awwal, mingine anasema ni mwezi wa Rajab. Kwa hiyo haifai kuainisha katika mapokezi haya tofauti tofauti, bali itakuwa ni mbaya zaidi kuainisha usiku maalum, na wanawachuoni wana maneno katika jambo hilo. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, lam yaqum dalilun ma'lumun, hakuna dalili maalumu inayofahamika, la ala shahriha, sio juu ya mwezi wake, wala ala ushriha, wala sio juu ya 10 lake, wala ala ainiha, wala sio juu ya siku yenyewe, bali nuqulu munqati'atun mukhtalifa, bali nukuu na mapokezi yaliyokuja yote ni dhaifu, tena yamekuja kwa sura mbalimbali. Laisa fiha ma yuqta'u bihi, hakuna ndani yake cha kujazimisha, kwa sababu nukuu zimekuja mbalimbali na ni dhaifu. Kwa hiyo ni makosa kuainisha kuwa usiku huu wa Isra wal Mi'raj ulikuwa mwezi wa Rajab usiku wa 27. Huo ni upotoshaji ambao unafanyikwa na duatu su, kisha kusherehekea usiku huu. Baada ya kupotosha wanasherehekea usiku huu. Hili ndio mbaya zaidi, kwa sababu hata ingethibiti kuwa inafaa kuwa imeainishwa mwezi wa Rajab tukio hili limetokea, na usiku wa 27 tukio hili limetokea, hata ingeainishwa kwa mapokezi sahihi, isingefaa kusherehekea, kwa sababu hakuna dalili iliyokuja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisherehekea. Vipi pia haijulikani tarehe yake, na hii inaashiria kuwa wazi maswahaba walikuwa hawashughuliki kutaja usiku huu. Lao ingekuwa na shughulika na kusherehekea, basi tungefikiwa na mapokezi sahihi kutoka kwao. Anasema Ibn an-Nahas rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tanbihul Ghafilina haula bid'ati al-ihtifal bi lailati al-Isra wal Mi'raj, kuwazindua walioghafilika kuhusu uzushi wa kusherehekea usiku wa Isra wal Mi'raj. Na huyu ni faqihun shafi'iyun, ni mwanachuoni katika madhhab ya ash-Shafi'iyya. Anasema anna al-ihtifal bi hadhihi al-laila bid'atun 'azimatun fi ad-din, kusherehekea usiku huu wa Isra wal Mi'raj, hata kama ingekuwa umeainishwa, tujalie unafahamika, kwa kuwa hakuna dalili katika Qur'ani juu ya kusherehekea, wala mafundisho ya Mtume, wala vitendo vyake, wala takriri yake, basi hiyo ni bid'a iliyokuwa kubwa. Wa muhdathatun, na ni mambo yaliyozuliwa, ahdathaha ikhwanu shayatin. Akazungumza maneno makali, ni mambo yaliyozuliwa na ndugu wa mashaitani, kuashiria jambo hili halina fungu lolote katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wala sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim katika fatwa yake, anna al-ihtifala bidhikra al-Isra wal Mi'raj amrun batil, kusherehekea kumbukumbu ya usiku huu wa Isra wal Mi'raj kama wanavyodai hao ni jambo la batili, wa shay'un mubtada, na ni jambo ambalo limezuliwa, wa huwa tashabbuhun bil yahudi wan nasara, na ni kujifananisha na mayahudi na manasara, fi ta'dhimi ayamin lam yu'adhimha ash-shar', katika kutukuza masiku ambayo hayakutukuzwa na sheria. Katika masiku yaliyotukuzwa hakuna siku ya Isra wal Mi'raj. Naam, Lailatul Qadr imetukuzwa, yaumul Jum'a na misimu mingine, ama kutukuza masiku maalum na msimu maalum kwa kuhusisha fadhila maalum au ibada maalum bila ya dalili katika Qur'ani wala Sunna, hiyo ni bid'atun mamquta, ni uzushi ambao unachukiwa. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wala yu'rafu an ahadin min almuslimin, na wala haifahamiki kutoka kwa yoyote katika Waislamu, an ja'ala li lailati al-Isra fadilatan ala ghayriha, haifahamiki kutoka kwa yoyote katika Waislamu kujalia usiku huu una fadhila maalum. Fadhila hiyo haipo katika masiku mengine,
hakuna, la siyama ala lailatul qadr. Sikuambii usiku wa lailatul qadr, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanadai kwamba usiku huu ni bora kuliko usiku wa lailatul qadr. Mwanachuoni Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema hakuna hilo, wala kana as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsani yaqsiduna takhsis lailatil isra'i wal mi'raj bi amrin min al-umur. Wala masahaba matabi'una walikuwa hawakusudii kuhusisha usiku huu wa mi'raj kwa jambo lolote, lakini leo hii utaona watu wanakusudia, wanakusanyika wakiitakidi ubora, wanatoa familia zao, wake zao kwenda kuhudhuria. Yote haya wanayafanya wanakusudia yale wanayoyakusudia wanapofanya ibada ya kisheria. Hiyo ndio bid'a inayozungumzwa hapa, na hiyo ndio bid'a, uzushi uliokemewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sio uzushi mwingine. Haya yanayofanyika ndio haya yaliyokemewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yadhkurunaha, na wala maswahaba walikuwa hautaji usiku huu. Walihadha la yu'rafu ayu lailatin kanat, ndio maana ikawa haifahamiki ni usiku upi katika mwezi upi, kwa sababu maswahaba walikuwa hawana ada ya kutaja usiku huu. Maneno na chuoni yako mengi katika uzushi wa kusherehekea jambo hili la al-Isra wal Mi'raj. Waislamu leo hii inapozungumzwa jambo la bid'a, wengi wao wanaona jambo la kawaida, wanaona kuwa ni jambo la kawaida, hawajali. Kinyume inapozungumzwa madhambi mengine, dhambi la azina, dhambi la riba, hali ya kuwa bid'a ni hatari zaidi kuliko hii, na hii ni kutokana na athari mbaya ya bid'a. Mambo haya yanaonekana kuwa hayana madhara yoyote katika dini yetu. Mambo haya yanaonekana kuwa hayana ubaya. Kuna ubaya gani? Hiyo ndo athari mbaya. Kitendo cha wewe kushindwa kutambua kwamba huu ni ubaya, hali ya kuwa ni shari na ni ubaya umetahadharisha Mtume, ndo ubaya mwenyewe ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam akapeleka kutahadharisha mambo hayo yaliyozuliwa katika dini. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika Uislamu, atufishe tukiwa katika sunna zake. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na wazazi wetu na ndugu zetu Waislamu, atutoe katika mambo ya uzushi. innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Alhamdulillah.